Isaiah 57. Yeah. Isaiah 57. Nataka tusome hapo, tumalizie tu hapo. Nasema hivi kwa sababu kuna wengi ambao wakiona mmoja amepotea katika kondoo wa Mungu, kuna wengi huanza kusherekea. Na unakuta hao wote wengine hata ni watu ambao wameokoka. Mchungaji akianguka katika shida fulani itaenea kwa kila mtandao. Ndugu akipatikana na kitu fulani alikuwa anakifanya kiovu, kitaenea kwa kila mitandao katika media. Lakini mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye ako kwa dunia, kitu chochote kikafanyika, utanyamaziwa tu. Na hiyo roho imeingia mpaka kwa wapendwa. Unakuta mchungaji anapiga mchungaji mwenzake. Mchungaji ndiye anaungana na watu wa dunia kumpiga mchungaji kwa sababu ameangukia dhambi, kwa sababu amenaswa, amepatikana na mambo ambayo ni ya kudhalalisha na kuaibisha mwili wa Kristo. Sasa kwa njia hiyo unakuta wengine wameungana. Wewe ambao uko na tabia hiyo, ujue huyo ni simba ambaye ameumizwa na anahitaji kuwa nasti, na anahitaji kuregeshwa katika kundi la Mungu. Haufai kuungana na mataifa na kuanza kukashifu kile mchungaji alifanya. Nasema hivyo kwa sababu natetea mwili wa Kristo. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Bwana Yesu asifiwe. Kuanguka kwa mchungaji sio mwisho wa huduma yake. Huduma itaendelea na atarudi na atubu na afanye kazi ya Mungu. Kwa hivyo muache kudhihaki watumishi wa Mungu. Nataka kusoma hayo maandiko nikimalizia. Maandiko hayo yanapatikana katika kitabu cha Isaiah 57 mstari wa 1. Maandiko yanasema, mwenye haki hupotea wala hakuna aliaye hayo moyoni, na watu wataua huondolewa wala hakuna afikirie ya kuwa mwenye haki ameondolewa, asipatikane na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo sio maandiko nimetunga mwenyewe. Hayo ni maandiko yamenenwa kupitia kwa kitabu cha nabii Isaiah. Isaiah 57 verse 1. Tuwaombee sana. Ombea ndugu yako, ombea dadako. Bwana Yesu asifiwe. Tuombeane. Nobody is perfect. Hakuna aliye ni malaika. Sote tu wanadamu. Na mwili ni mwili, na roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Vile mwili unavyosikia njaa unaohitaji chakula, hata roho inayo kiu na njaa ya kuitisha chakula cha kiroho, ya kuitisha chakula kilicho cha sawa, kinaoweza kukupatia misuli ya kiroho, kinachoweza kukupatia nguvu katika mambo ya kukabiliana na vita katika ulimwengu wa roho. Na lazima mwili pia utahitaji chakula. Mwili huu utahitaji kula sima, utahitaji kula nyama, utahitaji kula vitu vizuri, ili huwe na nguvu pia ya kutembea na kufanya kazi, na kwenda kanisani na kurudi, na kwenda kazini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo msituchukulie kama malaika. Mliokoka wasiwachukulie kama malaika. Na msiharibu jina la Yesu. Isiwe kijijini watu wanasema kama wokovu kama ni wa fulani, mimi siokoki. Usiwe kikwazo kwa wale ambao wanataka kumpokea Yesu. Uwe na tabia ambayo ina ushuhuda unaopendeza. Mavazi yako, kuongea kwako, ukanye ulimi wako. Usiongee maneno ya kulani, ongea neno la kubariki. Maana unapookoka ulimi wako una nguvu maradufu. Kabla uokoke haukuwa na nguvu ya kiungu,
lakini ulipookoka una nguvu ya kiungu. Kwa hivyo chochote utakachosema, kulingana na Biblia 10:22 of Proverbs inasema ulimi wako unaweza ukaua na ulimi wako unaweza ukaumba, ukaharibu na ukaumba. Kwa hivyo usichukulie ulimi wako kama kawaida. Usichukulie neno lolote utakaloongea. Uwe ni wapi? Ujue chochote na utakuja kuniambia chochote utakachoongea kupitia kwa ulimi wako kitafanyika. Utakuja kuniambia, pastor, ulisema hili na hili, na mimi kweli nimesema hili na hili, na mwenye nilisema atafutwa. Badala mimi niende, yeye ataenda. Kweli ameenda. Ni kwa nini? Ulimi wako umetiwa mafuta. Na wa huyo ambaye anapigana nawe umetiwa mafuta ya kuzimu. Na wewe ni zaidi ya kuzimu kwa sababu ya yule aliye ndani yako. So usijidharau na usidharau chochote utakachoongea. Be careful. Bwana Yesu asifiwe. Na usikubali kunyanyaswa. Yesu alinyanyaswa vya kutosha wakati ule kabla afikishwe kwa msalaba. So usikubali kunyanyaswa. Wewe ni zaidi ya washindi. Usikubali kunyanyaswa na wachawi. Usikubali kunyanyaswa na washirikina. Simama na uongee. Simama na useme chenye unataka kusema. Simama na uchore mstari vile ulikuwa ukichora mstari ukiwa shule. Mkikosana na mwenzako unamwambia kama wewe ni mwanaume kweli, pita hapa. Naona Susan anacheka. Siku hizi mnachora shuleni, wanachora mstari. Haya, Susan ndio huyo anasema. Anasema hata shuleni wanachora sasa. Kama wewe ni mwanaume kweli na unajisikia unaweza, ruka huo mstari. Anaenda pale anachora hivi. Na anakuambia ruka. Tunaelekea hapo kwa kuchora mstari sana. Tuwachoree mistari maadui zetu. Tuwaambie kama kweli wewe ni mchawi. Hata kama una pembe kama za nyati, basi ruka huo mstari. Na kama wewe ni mchawi kweli, ni roke. Unasimama vizuri hivi unamwambia ni roke. Ataanguka mbele yako. Hayo macho yake yatapofishwa, yatakuwa kipofu. Maana ni maandiko yanasema hivyo. Na akijaribu kukimbia aruke hiyo, maandiko yanasema njia zake zitakuwa telezi. Na kama alikuchimbia shimo, akaifanya ile shimo ndio mtego, Biblia inasema ataingia yeye. Sio wewe unaosema, ni Biblia. Psalms 35. Zaburi ya 35 ndio inaongelelea chenye ninaongea. Na wengine kwa sababu wanapendanga kubeba mikoba yao, wanaweka silaha zao huko. Sijua ni mishale ama ni mikuki. Biblia inasema Mungu ataachilia mishale ikutane na mishale yao. Na ataachilia mkuki ukutane na mkuki. Na kama ameficha kisu, kuna kisu ambacho kimetajwa Hebrews 4:12. Biblia inasema neno lake ni moto, neno lake li hai, tena ni zaidi ya upanga uwai ukatao kuwili. Naomba kila irisi iliyotupwa kinyume na maisha yako ikutane na upanga wa Roho Mtakatifu. Ikutane na moto wa Roho Mtakatifu. Na kila kilichoundwa kinyume na maisha yako kikayeyuke. Mwenye amekupangia kukumaliza amalizike yeye. Maana Biblia inasema tusimuache mchawi aishi hai katikati yetu. Yoyote anakimbizana na maisha yako, ninamlaani mchana wa leo. Yoyote anakutupia magonjwa, ninamlaani mchana wa leo. Kwa jina la Yesu Kristo mahali alipo. Aanze kuhangaika. Aanze kuangamia. Aanze kutokota. Aanze kuchemshwa na hiyo sufuria ambao wanataka kuchemsha nayo. Kwanza saa hii natuma neno la uponyaji juu ya maisha yako na nyumba yako. Na damu ya Yesu inenayo mema, ikanene mema juu ya kila mmoja aliye ndani ya nyumba hii. Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili umetunenea kwa njia yako ya kipekee. Asubuhi umetunenea, Mungu wa mbinguni, kwamba tulinde sana roho zetu, tulinde sana maisha yetu kupitia kwa neno lako.
Baba, tuko mbele zako, tunajisalimisha ya kwamba wewe ndio utakayetuwezesha safari hii tuliyoanza ya wokovu. Ni wewe ndio utakayetuwezesha kumaliza. Matendo yetu huenda yakawa hayatakupendeza vilivyo, lakini Mungu, wewe ni mwepesi, sio mwepesi wa hasira. Wewe ni Mungu wa huruma. Popote pale ambapo tumeweza kuwa tumeenda kombo, mchana wa leo tusamehe, takasi, ponya mioyo yetu, ponya maisha yetu, ponya macho yetu, ponya masikio yetu. Ondoa uchafu wa aina yoyote ambao uliweza kuwekwa na adui kwa njia ya kutupiga na kutaka kutuangamiza. Kisu aina yoyote inayotumika, kisu aina yoyote inayotumika kuchinja mali za watakatifu wako, kuharibu vitu, kuharibu kazi, kuharibu ndoa, ninakemea katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndoa ikapone. Huo ugonjwa wa kansa ukamwachilie. Hiyo roho ya ukimwi ikaondoke. Katika jina la Yesu. Hiyo roho ya ukimwi ikamwachilie katika jina la Yesu. Shida ya miguu ikaondoke. Shida ya tumbo ikaondoke. Shida ya kupoza viungo ikaondoke. Shida ya upofu wa macho ikaondoke katika jina la Yesu. Hata wanaopangiwa kuvunjika miguu na mikono, hiyo roho naikemea katika jina la Yesu. Kila roho ya ajali iliyopangwa, roho ya mauti, roho ya watu kuendelea kujinyonga, ninakemea katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila roho ya uharibifu katika mji huu katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru, ninaliinua jina lako. Baba, tulinde na utupiganie. Hatuwezi chochote pasipo nguvu yako. Hatujui kuomba pasipo kukuhusisha wewe. Hatujui kuongea kabla hatujapata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Asante Baba. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni. Uinuliwe na utukuke. Nani katika jina la Yesu nimeomba na